Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Unaweza ukakaa. Ninafahamu tayari tumeshajiandaa kwa ajili ya kupokea vitu vingi kutoka kwa Mungu. Na Mungu yuko hapa kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Lakini pia Baba Nabii Joshua yuko hapa kwa ajili yako. Kwa hiyo saa hizi, dakika hizi, ndio zile dakika ambazo Mungu anaenda kufanya kitu katikati ya maisha yako. Mtoto wa Mungu, nataka nikwambie kwamba wewe ndio mtu wa thamani ambaye Mungu amekuchagua hapa. Wewe ndio mtu wa thamani ambaye Mungu amekuchagua hapa, na kama Mungu amekuchagua uwepo hapa, ana vitu vingi vya kufanya kwenye maisha yako. Na maeneo haya hapa ya madhabahuni huwa tunakutana watu ambao kwa kawaida kabisa na kwa uhalisia matatizo yetu yameshindikana. Yaani kila mtu ambaye wewe unayemwona hapa, kwa upande wake yeye tatizo lake lilishindikana. Na baada ya kushindikana amechukua hatua za kuja hapa. Kwa hiyo hapa wanakuja watu kama wewe ambao mahitaji yao au matatizo yao yameshindikana kwa kiwango kama cha kwako. Na hiyo ndio nafasi ya Mungu kufanya kitu. Yeye anafanya kitu baada ambapo akili zako zimeshindwa na uwezo wako wa kawaida umeshindwa. Kwa hiyo hii ndio nafasi ya mwisho kabisa ya wewe kupata yale uliyokuwa unayahitaji. Ndio maana nilikwambia hakikisha kwa masaa haya machache unayokuwepo hapa, Mungu anafanya vitu vya ziada katikati ya maisha yako. Baba Nabii atakuwa anakuhudumia hapa, lakini inawezekana akakuhudumia kwa namna ambayo wewe haukujiandaa nayo. Kwa namna ambayo wewe haujajiandaa nayo kabisa. Lakini nakusisitiza, kwa namna yoyote ambayo Baba atatumia kukuhudumia wewe, ndio namna ambayo itakuwa inafungua maisha yako na kukupatia yale ambayo umeyasubiria kwa kipindi kirefu na kwa muda mrefu. Katika hali hiyo, iwe katika hali ya wepesi sana au kawaida sana, lakini katika hali hiyo Mungu atakutendea jambo la ajabu lisilokuwa la kawaida. Kwa hiyo lile la ajabu ambalo umesubiri kumwona Mungu akifanya litapatikana katika huduma hii ambayo atafanya hapa. Litapatikana katika maneno ambayo atakuwa anazungumza na wewe hapa. Biblia inasema ndani yake ndimo mlimo kuwemo uzima. Kwa hiyo ndani ya maneno haya ambayo yeye atakuwa anazungumza na wewe labda kwa wepesi sana, ndani yake kuna kitu cha thamani ambacho wewe unakitafuta na adui yako amekificha. Kwa hiyo akili zako zote ziwepo hapa, ufahamu wako wote uwepo hapa, ili usije ukapitwa na chochote kile ambacho Baba atakuwa anazungumza na wewe. Hakikisha haupiti point kwa point, lazima upate kila ambacho anazungumza na wewe, kwa sababu kikupotea hautaona mabadiliko katikati ya maisha yako. Anasema yule kiwete kwamba amekuwa pale kwenye birika la Siloa kwa kipindi kirefu, lakini mtu mwingine huwa anaingia badala yake, anapokea uzima yeye, na yeye anaishia kulia pale kwenye kile kisima. Anamwambia Yesu, sikiliza nikwambie, kufika mahali ni jambo la kwanza, kupona mahali ulipofika ni jambo la pili. Kwa mtihani wa kwanza umeumaliza, umetoka ulikotoka, umefika mahali hapa. Kuna mtihani wa pili uko mbele yako, ni kuhakikisha kwamba hicho kilichokuleta hapa kinaonekana kwenye maisha yako. Na kazi yako ni ndogo tu. Msikilize Baba kila anachokisema, kwa sababu ndani yako ndio kuna yote unayoyatafuta. Ndani ya yale anayoyazungumza ndio kuna kila
tufueni maji. Tukisema tunatoa sadaka zetu, sio jambo kubwa, jambo ni ile sauti ya uponyaji iliyotuambia tunatoa sadaka zetu. Ndio maana hakikisha unaifuatilia hiyo sauti, ili hiyo sauti ikupatie mambo yote unayohitaji katika maisha yako. Mambo yote ambayo yanakufanya uwepo hapa. Usiseme labda kulingana na matatizo niliyokuwa nayo, nilitegemea kwamba akifanya hiki na hiki na hiki. Kwa matatizo uliyokuwa nayo, njia rahisi ambayo Baba anaweza kuitumia kukufikia ni kuzungumza sauti yake iliyopewa nguvu na mamlaka ya kiungu, ijenge upya tena maisha yako ambayo yameharibika kwa kiwango cha wewe kufika mahali hapa. Kwa hiyo jipe nafasi. Sikiliza kila anachokisema. Nimekuwa na wageni wengi, ndio maana leo lazima niongee hivi. Wageni ambao wamekuja hapa sauti ya uponyaji, mambo ya kupokea kwenye madhabahu hii ni rahisi kuliko kawaida. Ni kusikiliza kile Baba anasema. Ukisikiliza na kukifanya, umekuwa mzima. Kwa hiyo saa ya huduma ikianza, akisema kama una mtu aongee muongeleshe, wewe usijipange na muongeleshaji. Anza huko. Kama umekuja na mtu atembee, yeye akisema tusimame tuanze kutembea, anza naye. Sikia kila ambacho Baba anasema, halafu fanya kile ambacho anasema. Utapata hayo ambayo unahitaji kutoka na unahitaji kwenye maisha yako. Kwa hiyo nilisema toka jana, nina uhakika kila mgeni ambaye amekuja hapa siku ya leo, Mungu anaenda kumfanyia kitu. Lakini mtu ambaye unatufuatilia kwa radio, na wewe kama utafanya vile Baba nabii anavyosema tufanye, nina uhakika unaweza kupata yale ambayo sisi tutakuwa tunayapata hapa. Kwa hiyo huko hapo uliko, unaweza ukashiriki ibada hii, ukafanya yale ambayo sisi tutakuwa tunafanya hapa kwa sauti ya Baba nabii ambayo inakuwa inatuongoza hapa. Wote tutaponywa, wote tutafanikiwa, lakini tutafanikiwa kwa kadri tunavyomuelewa mtumishi anasema nini. Akamwambia, jitwike godoro lako uende. Asingeelewa anatakiwa kujitwika godoro lake aende, asingejitwisha. Kwa sababu asingejitwisha, asingeenda. Wewe tu kinachozungumzwa hapa, kila ambacho Baba atakuwa anasema elewa tu. Halafu ukielewa wewe tena tu kila anachosema. Nataka kuhakikishia kila mtu atarudi na wimbo mpya nyumbani kwake. Kuna mwingine anaweza kuwa amejiandaa, na ningetamani kwa Baba nabii ananishika hapa, ananishika miguu hiyo unaopooza muda mrefu hii, ananishika. Sikiliza nikwambie, mkono wa mtu kuna mahali panakuuma hauwezi kufika, lakini sauti atakayosema itafika mahali ambapo mkono wa mtu utafika. Kuna mahali panakuuma huwezi kutuambia, lakini ukisikia hii sauti, yenyewe itafika hapo mahali, itaponya hapo mahali. Na kuna wakati mwingine utaona hata hivi kutuambia kwamba hapa ndio palikuwa pananiuma, kwa sababu haiwezekani kueleza, lakini Mungu atakufikia kwa lugha nyepesi. Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Sisi tuliopo hapa ndio wale ambao hatutegemei kitu kingine, hatutegemei mkate isipokuwa neno kutoka kwenye kinywa cha Mungu. Basi si anasema yule mwanamke, anasema nimemaliza mali zangu kutafuta matibabu, ikashindikana. Lakini alipofika pale, Biblia inasema aliponywa. Kwa hiyo sisi ndio wale ambao hatutaishi kwa mkate, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Tumekutana kutoka sehemu mbalimbali, watu ambao maisha yetu hayategemei jitihada zetu. Maisha yetu yanategemea sauti inayotoka katika madhabahu. Najua kuna watu wengi wanafanya kazi. Sidhani kama kuna watu wavivu hapo. Lakini haijalishi kwamba umefanya kazi kwa kiwango gani, jitihada zako zimekuwa kubwa, lakini bado mpaka leo hujafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu wewe hauishi kwa jitihada zako, unaishi kwa kila neno linalotoka katika madhabahu. Ulikosa neno linalosupport ulichosema. Sikia nikwambia, kama uliwahi kufilisika, kuna neno linalosupport kufilisika kwako. Kuna mwanga
neno. Sikiliza, atakachosema Baba kwa ajili yako. Fanya atakachosema Baba kwa ajili yako. Ukifanikiwa kwa kiwango hicho, utaondoka ukiwa unasherehekea. Na utakapokuja mwezi wa kwanza, utatuambia kabisa, nilikuwa na 1 2 3, lakini kupitia nabii alipoongea na mimi, nilipokuwa kwenye ibada hapa, aliposema hivi, imekutokea hiki kwenye maisha yangu. Hicho ndicho kinaenda kutokea leo kwenye maisha yangu. Kwa hiyo, mahali pekee ambapo unaweza kufanya maandalizi yako sasa ni kwenye masikio yako. Yaani wewe makini kusikiliza. Wewe makini kusikiliza. Usikie neno linalohusu maisha yako. Neno linaloongelea vitu vyako. Kwamba umepona na unajua wewe ni mgonjwa, unajua kweli mimi ndio nayetakiwa kupona. Kwamba nimebarikiwa na unajua wewe kweli ndio mtu ambaye unaishi kwa shida maisha yako na ungaunga. Unasema kweli mimi ndio nayetakiwa kubarikiwa. Ukitembea na ukielewa ukaondoka na hilo neno, nataka kukwambia umemshinda adui zake pamoja na ndugu zake wote. Adui yako umemshinda. Hayatakuwa hayo magumu yanayoendelea kwenye maisha yako. Yataondoka kwa kuondoka kabisa. Kwa hiyo nataka kukutia moyo mgeni wangu ambaye uko hapa kwamba wewe ndio mtu ambaye nina uhakika na wewe kwamba unaondoka na maisha mapya. Yes. Unaondoka na maisha mapya. Uelewa wako weka hapa. Akili yako weka hapa. Masikio yako weka kwa Baba nabii. Utaondoka na shangwe. Shika tu alichokisema. Na tutakutana hapa tena mwezi wa kwanza kukamilisha zaidi na zaidi. Nilikwambia asubuhi, nilisema tumeanza, hatutaangalia mbele. Na ukitaka mambo yawe sawa zaidi, usiangalie mbele. Kwa sababu vitu tunachopata leo ni kipande kutoka kwenye kikubwa ulichotakiwa kuwa nacho kwenye maisha yako. Kwa ukienda nyumbani usisubiri ukasema mpaka siku nitakayojisikia vibaya tena, halafu ndio ukatokea. Usisubiri tena ujisikie vibaya. Utakuja kuchukua haki yako. Utaendelea kuja kuchukua maisha yako. Utaendelea kuja nilisema mpaka maisha yetu yabadilike. Sio tu sisi, pamoja na watoto wetu. Mpaka hii ishe kabisa. Ishe kabisa. Kama yote haya yanayoendelea kwenye maisha yako yamekuchosha kwa aina hii, kwa kiwango hiki, ungana na mimi kusimama upande wa Mungu. Simama upande wa hii madhabahu. Njoo na tena. Leo utapona, lakini njoo tena mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza utapokea kingine, lakini njoo tena. Njoo na tena. Nimekwambia tutakuja mpaka watu watakaposema huyu maisha yake yamebadilika. Simama mahali ulipo. Inua mkono wako juu, tusimame Mungu. Funika macho yako. Baba yetu wa mbinguni, tunakuabudu. Baba yetu wa mbinguni, tunakuabudu. Baba yetu wa mbinguni, tunakuabudu. Baba yetu wa mbinguni, tunakuabudu.
tuko mbele zako, angalia Bwana. Watoto wako tuko mbele zako, tuangalie Bwana. Tuangalie Bwana. Nataka kusema nawe
Naomba tuketi. Kabla hatujajiunga na redio, hili nitoe maelekezo. Watu ambao mnashare internet ya ile router, mzime data zenu za wifi kwa sababu inazidiwa simu zinapokuwa nyingi. Kwa kama kuna wachungaji mnaotumia internet hiyo hapo na pamoja na wafanyakazi, punguzeni hiyo ili tuweze kufanikiwa kwenda live bila changamoto. Lakini niwashukuru wanangu kwa upendo mlioonyesha kwa Mungu kwamba mmeweza kukesha hapa na bado mnaonyesha mko imara. Amen. Nitumie tena sauti kubwa kuambia kwamba leo utaiona nguvu ya Mungu iliyopo kwenye hayo maji uliyoyachukua. Nimekuja kikazi na nitafanya kazi. Lakini na habari njema, nilipofika wachungaji wamenipa taarifa kwamba yule binti aliyekuwa amepooza mwili mzima jana, na tulimwombea wakati ule wa kuinuka, nilimwachia mafuta. Nimepewa taarifa kwenye saa 10 labda alfajiri, nguvu ya Mungu imekamilisha kazi yake. Naomba kama yuko hapa kwenye mkutano aletwe mbele pamoja na ndugu zake ili niweze kumwekea ulinzi na hiyo nguvu isije kumtesa tena milele. Amen. Lakini kama lazima angalie kutokea kule. Thank you Jesus. Makofi kwa Jehova. Wow. Hallelujah. Mama Jo, alipona saa ngapi? Saa 8 kamili. Saa 8 kamili. Amina. Mimi niliondoka saa ngapi hapo? Saa 7. Sasa. Amina. Baada ya kukupa mafuta umefanyaje naye? Nimempaka sehemu iliyoniagiza kifuani, miguuni, pamoja na paji la uso. Baada ya hapo nilipomwacha niliona anasema kidogo anahisi nguvu lakini hakuweza. Nguvu ikarejea kidogo kuanzia kichwa, shingo ikakaza, mikono ikaanza kuweka kaa pamoja, pia miguu ikaanza kushikamana, baada yake akasimama. Wangapi walikuwepo jana usiku wapiga kelele? Punga mkono kama unanielewa. Punga tena mkono, tunataka kuelewa. Punga tena mkono. Wangapi walikuwepo jana? Wangapi walikuwepo jana? Sija kuona bado.
kilichotendeka, nilitabiri pia juu ya maisha ya huyu mtoto tangu akiwa mimba, namna ambavyo mama yake alikutana na mapingamizi mengi, na adui alikuwa anawinda nyota ya huyu mtoto mapema zaidi. Lakini Mungu alisema kwamba kimponya sasa hata poza wala hata rudi chini tena. Ndugu pole sana. Asante. Ukiwa katika hali ile huwa unakuwa na akili timamu, kwa sababu jana nilikuwa na kuongelesha unaongea, lakini huna uwezo wa kufanya chochote, mwili wote umepoza. Ulikuwa unasikia maumivu au unapoa tu? Nilivyoko vinaishaga nguvu. Na unakuwa huwezi kila kitu. Ndio. Yesu aliniambia jana mengi kuhusu wewe na nitatoa maelekezo. Na yale mafuta uliyopakwa jana ni mafuta ya ukombozi. Aliyekusababishia hivi vitu alianza ukiwa tumboni mwa mama yako kufanya uadui na wewe. Lakini Yesu amekuponya, hautakataliwa tena. Lakini jambo kubwa na la heshima ni kwamba mchawi aliyehusika na haya mambo, awe ni mganga awe mchawi, kwa jina lake atafiwa na mtoto wake wa kwanza. Mapema zaidi baada ya mkutano huu. Iwe si mdogo wako, si dada. Dada mdogo. Unampenda sana. Kwanza kamkumbatie dada yako, anakupenda sana. Amen. Nilimwona huyu binti sura yake jana, anapomwangalia mdogo wake, nikauona upendo wa kweli wa ndugu ndani yake. Mungu akuheshimu sana binti yangu. Endelea na huo moyo, utakuwa mtu wa maana sana siku moja. Umemleta ndugu yako pamoja na mama, Mungu amemtendea mema, hata ugua tena maisha yake yote. Kuna jambo gani la kusema kuambia watu wanaokutazama na wanaokusikiliza juu ya muujiza uliouona leo? Ninachopenda kusema, mtu anapotoka nyumbani kwake asiseme enda kujaribu, apandishe tu kiwango chake cha imani. Mungu yupo, anasikia mahali hapa madhabahu hii. Asante sana. Mwende kwa amani, baadaye nitaongea na nyinyi. Au mama una neno la kusema? Natosha, kwa baadaye tutaongezea. Mtaongezea baadaye? Asante sana. Wewe una miaka mingapi? 9. Ongea neno. Una neno. Dada yako alikuwa amepooza. Ndio. Lakini umeona amepona. Unasemaje sasa? Una neno hata kweli kabisa kwa muujiza mkubwa vile? Nashukuru Mungu aliyopona. Unamshukuru Mungu aliyopona? Ndio. Asante sana binti yangu. Mungu akutunze. Haleluya! Asante baba na mimi. Ndio. Uko ushuhuda mwingine hapa. Ndio. Yuko dada ambaye anatokea Kigoma. Ndio. Na alikuwa kichaa. Na leo wamekuja, wametoka Kigoma. Wamekuja kushuhudia matendo makubwa ambayo Mungu wa Nabii Joshua amewafanyia. Na wako hapa wanatamani wasikilizaji na watu walioko hapa kwenye ibada wasikie kile ambacho Mungu amewafanyia wa madhabahu hii ya Sauti ya Uponyaji. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi jamani hapa niko nyumbani. Amina. Yesu alikuwa kwangu. Amen. Nikakutana na baba. Amina. Nabii Joshua. Naam. Ndio
ndio huyu baba yangu alinitoa kwenye kivuli cha mauti. Amen. Mwanangu mnayemuona huyu alikuwa hali mbaya. Ndio. Sio ulikuwa ukichaa. Sijui niseme ulikuwa nini, maana vichaa wengine wanajielewa. Lakini huyu mwanangu alikuwa hajielewi. Niliingia Espa, baba akanipokea, watumishi wote wakanipokea. Mtu haelewi. Na nilikuwa sijui kwa Nabii Joshua ni wapi, natoka Kigoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tamkinipa kuongea kuanzia sasa mpaka jioni naongea kwa sababu na furaha. Haleluya. Lakini furaha yangu kubwa wangu ni kwamba hujasahau. Hapana. Nilikuwa namtafuta baba. Nasikia alibomoa Yesu analia kwa machozi. Nasema nitamtafuta baba mpaka jiweni nimpate. Amen. Nilikuwa nakuangalia kwenye TV, namwangalia binti yangu. Huyu binti aliletwa akiwa sisi tunaweza kumzungumziaje. Nadhani labda ni tatizo kubwa sana nilimpata. Kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kuongea, kuwasiliana, hana ufahamu. Muda wote anadondosha mate. Ni kama mdudu. Ndio maana hata mama yake anasema kwamba alikuwa kichaa, huwezi kusema hivyo. Sababu kichaa anaweza akajielewa vyovyote kwa ukichaa wake. Lakini Bwana Yesu alimuonea huruma huyu mtoto. Ukiangalia kwenye TV, mwezi ujao tutakuwa tumefunga TV hapa, tutakuwa tuna display shuhuda mnaziona. Yesu alimponya. Miaka mingi kidogo imepita, lakini mpaka leo namuona yuko mzima. Nilipokuona nikaimba wimbo. Nimefurahi. Unaitwa nani? Naitwa Mariamu. Hivyo mwahi kuona video zako zile ukiwa dudu fulani hivi? Alikuwa mwazi, ndio lugha nzuri. Hebu ndio asiko kutupe tafsiri. Hali yake ambayo tulikuja nayo kule Espa. Alikuwa bumbuwazi. Yaani bumbuwazi ni mtu ambaye sio kichaa, ukimwangalia kama kichaa. Lakini sio bubu. Lakini pia sio mtu mwenye ufahamu. Yupo tu. Maana yake anaweza kudondosha mate, anaweza kutoa chozi, chochote kile kinaweza kufanya. Hajui chooni, hajui kuoga, hajui kila kitu. Hajui chochote. Yesu alimponya. Amen. Mletee maji. Wow. Kwa hiyo mpaka leo uko salama. Amina. Umekuja kwa baba sasa leo. Ndio. Umeniona? Amina. Nimependeza sijapendeza? Umependeza sana. Hongera sana. Amina. Sasa unafanya shughuli gani? Mimi ni fundi cherehani. Unatengeneza hela. Amina. Asante sana. Basi Mungu awatunze. Lakini yuko na mtoto wake. Amepata na mtoto. Ndio. Naona ni muda mrefu. Miaka 10. Na mtoto wako ndio huyo hapa. Kijana mzuri kweli kweli. Yusufu habari yako? Unasoma? Ndio. Darasa la ngapi? La pili. Huyu ndio mama. Ndio. Unampenda sana? Ndio. Hongera sana. Lete mkono, Mungu akubariki sana. Asante binti yangu. Mungu awatunze. Haleluya. Lakini tena baba, huko ushuhuda mwingine. Ndio. Yuko mtoto ambaye alikuwa anaishi kwa kula unga. Anaishi kwa kula unga. Anakula unga, hawezi kula ugali, yeye chakula chake ni unga na mchele mbichi. Yuko wapi huyo? Huyo hapa. Lakini baada ya kuingia kwenye huduma Sauti ya Uponyaji, Mungu amemsaidia na amepona kabisa. Njoo kijana wangu. Wazazi wako wako? Hawajaja. Wewe unatokea wapi? Nimetokea Mpema. Una umri wa miaka mingapi? 12. Wewe ulikuwa na shida gani?
Nilikuwa nakula unga na mchele. Chakula kingine ulikuwa huwezi kula? Wakipika ugali jioni ndo nile, au nikienda shule nisipokula unga nijakule nikikuta mpika ndo hivyo nile. Wao ukiona unga kwenye kiroba wewe unaanza kula? Ndio. Pole, naona unalia mwanangu. Nini kinakuuliza? Sijui. Mtoto analia machozi mengi sana, kiasi hajui kwa nini analia. Naamini ni moyo wa kumshukuru Mungu. Pole rafiki. Unasoma darasa ngapi? La 4. Pole. Baba, ninashukuru kwa uponyaji wa huyu mtoto. Naomba mtunze, umimarishe, umpe neema ya kuwa salama, asitumiwe tena na wachawi wala giza. In Jesus' mighty name. Amen. Yesu anakuponya. Nenda kwa huyo mama huyu mama mzuri sana aliyevaa hereni. Mwambie akupe 10,000. Sawa? Takusaidia nauli na madaftari. Mtafutieni hapo hao mama. Mpeni 10,000 mtoto. Haleluya. Kama hawana njoo chukue kwangu. Ninaweza kukupa. Nani ana 10,000 hapo ampe mtoto? Nitampatia baba. Ha? Nitampatia mimi. Basi Mungu asikunyime watoto kwenye maisha yako. Piga kelele sema yeah. Mpo au hampo? Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Binti yangu iliyetokea kule Mbeya ni jana nimekuacha hapa, lakini jiandae utapokea muujiza leo. Amen. Amen. Yuko wapi yule wale wako mama hapo waliokuwa wamezaa watoto walemavu wenye utindio wa ubongo? Wako wapi? Ambao tayari walipona ili waweze kuwapa nguvu. Nilikuwa na mtoto mwenye degedege utindio wa ubongo na amepona. Njoo. Mwingine nafahamu kadhaa hivi. Sikilizeni hii habari itawasaidia. Na yule binti yangu kutoka Mbeya amesimulia kwamba zamani yeye akiwa darasa la kwanza nilikwenda kwenye kijiji chao, nilimwombea mtoto mwenye utindio wa ubongo na alipona. Kwa hiyo katika kile kijiji wamekuwa na huo ushuhuda. Baadaye alipoolewa amepata mtoto mwenye tatizo hilo, amekumbuka na ameamua kurudi. Unaona wana Mungu, hebu njoo mwanangu. Sema wanabii unaelewa hiyo? Wewe watoto wako saizi wako nyumbani wanasibiwa wanacheza. Lakini huyu aliniona Mbeya huko vijijini. Nilienda kwenye kijiji chao akiwa darasa la kwanza. Si ndio jamani? Darasa la kwanza inawezekana alikuwa na umri wa miaka 7 au 6. Aliniona nimemwombea mtoto mwenye utindio wa ubongo. Akapona. Wakakuwa wakaona amepona. Na yeye alipokuwa mtu mzima amezaa mtoto ana tatizo hilo la uregevu wa viungo. Akakumbuka tukio aliloliona akiwa na miaka chini ya 10. Akasema nitakwenda kwa Mungu. Biblia inasema muonyeshe mwanao njia ipasayo hata iacha hata kionzi. Amen. Hajatafuta mganga. Ametafuta aliyemuona akiwa mdogo. Mnapoacha watoto wenu nyumbani amwapeleki kanisani, kuna madhara makubwa sana. Inawezekana ndio ule wewe uko kanisani, mtoto wako yuko uswahilini huko anajifunza tabia mbaya zaidi. Kuna mtu anampa pipi kule.
shida, atakumbuka msaada wa pipi, ataenda kudanga. Huyu akiwa mtu mzima amekumbuka kwamba kuna mtu anaitwa nabii. Bahati nzuri Mungu amenilinda, nimeishi hadi leo. Ongera sana mwanangu. Hebu tupe hiyo habari vizuri sasa hivi mchana, watu akili ziko vizuri. Jana ulikuwa usiku sana. Sogea hapa ili watu wa TV wakuone. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema. Amen. Nikikumbuka hata Yesu, baba, kuna watu wanaweza kukuzia kusikate tamaa. Amen. Yesu mwenyewe alipomfanya kipofu akasema nimtenda dhambi. Lakini kipofu akasema kama nimtenda dhambi mimi sijui. Ninachokijua naona. Nakumbuka nikiwa mdogo, mama anasema shule hiyo aliniwaisha, nilikuwa mtundu mno. Ndio. Wakaniwaisha shule. Kwa nilikuwa mdogo. Nilipokuwa mdogo, kuna mama jirani yetu sio mbali sana na kwetu. Akawa amezaa mtoto, wanasema na utindo wa ubongo. Afadhali kwa kwangu anachangamka kidogo. Yeye wakwake alikuwa ni wakulala na kubebwa. Sasa yule mama kuna siku kuna jaka amekuja kule nyumbani. Wakasema kuna nabii amekuja kuombea watu wenye ukimwi na wenyewe wenye shida. Yule mama akasema huyu wa hivi mimi simpeleki. Mdogo wake alikuwa mdogo ila la kwangu. Akasema bwana njoni tumuibe mtoto. Wakati dada ameenda kunywa pombe. Nabii anajua kule nyumbani jinsi wanakunywa pombe. Ndio. Yule mdogo wake akambeba yule mtoto, kampeleka kule madhabahuni. Aliombewa siku ya kwanza akaanza kuchangamka, macho yakawa yanaona. Yaani alikuwa anafunga macho muda wote. Sasa mara ya pili yule mtoto akaanza kutoa tabasamu. Siku ya tatu hajawahi kaa, hajawahi tambaa, lakini alinyanyuka, alitembea mpaka leo ni mzima. Anaenda vibaruani anatafuta riziki ya hela ya kula. Lakini wazazi wake kibaya tu hawakumpeleka shule, ila ana akili zote na anaongea na anasalimia vizuri, anaheshimu. Sasa mimi mpaka kukumbuka siku moja nilienda kwa askofu mjini, akawa amefungua TV akasema huyu jamaa tumempoteza kwa huku nyumbani. Mwanangu unajua kwani huko milimani? Akasema baba ni nani? Akasema ni Joshua. Akasema baba huyu mtu maisikia habari zake, kuna mtoto kule nyumbani mpaka leo anatembea. Uponyaji ni kwa sababu yake. Watu wanaongea wasema sijui alipotelea wapi huyu Joshua, huyu mtoto anatembea kwa sababu yake. Sasa na mimi wakati nimeshaolewa nimezaa mtoto, nikaanza kufungua redio. Kufungua nikasikia jina la Joshua, nikasema hapa wapi? Wakati mume wangu hayupo, aliporudi tu nikasikia narudi, nikaanza kulia. Akafika, kwa nini unalia Majade? Nikasema nalia kwa sababu nataka unipe nauli mimi niende kwa Joshua, kwa sababu aliponya yule mtoto anaitwa Clinton, mpaka leo tunamuona, wewe mwenyewe unamuona. Akasema sio mbaya, basi nitajitahidi nikupe nauli uende. Ndio mimi nimefika, namshukuru Mungu na imani nitapokea. Hata nisipopokea leo, nina imani nitapokea. Yote yawezekana kwa imani, 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 yote Imani yake huyu binti ni kubwa. Biblia inasema Yesu alisema sijaona imani kama hii katika Israeli. Haleluya. Anasema naamini mwanangu atapona. Hata asipopona leo, naondoka nikijua atapona. Kwa hiyo natiwa moyo sana kwa ajili hiyo. Naomba Muhammad endelea kunitia moyo kama tuko hewani, lakini msiniache nikaendelea. Nataka watu wa redio leo wapokee miujiza kama maji. Tuko vizuri sana. Thank you.
hajapata nafasi muhimu. Karibu. Thank you. Karibu sana. Wewe unaitwa nani? Naitwa Emmanuel Richard, mkuu wa Morogoro wilaya ya Kilosa, Tanzania Msafiri. Nani? Emmanuel Richard, mkuu wa Morogoro wilaya ya Kilosa, Tanzania Msafiri. Karibu sana. Asante sana. Shuhuda yangu. Naam. Nilikuwa na mke wangu. Ndio. Alipata mimba mwaka huu. Ndio. Mwezi wa 8 tarehe 15, alipata mimba miezi 2.5. Ndio. Ilipofika mishale saa 4 asubuhi, alisikia anaumwa chini ya kitofu. Ndio. Mimi nikapanda pale basikeli, nikaenda Kilosa, nikachukua dawa. Ndio. Nikamrudishia pale, nikampa dawa akanywa. Ndio. Kabla ya hivyo kwanza nianza mbele kwa sababu alikuwa anaumwa yeye. Mimi nikatoka hapo nikaenda kwa bibi moja anaitwa bibi Natalia Didi, anaitwa bibi Nyata. Nikaenda pale nikachukua dawa ile, akasema mke wako ana matatizo yoyote, nikachukua dawa Mombasa ile dawa fulani. Nikaenda ndani ya nyumba, akasema naweka wapi? Akasema naweka pale unapolala unachimba chini